Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Ukosefu wa maeneo tengefu kwa ajili ya mifugo na malisho, na hii hupelekea migogoro ya wakulima na wafugaji, ambapo baadhi ya wafugaji hutumia mashamba ya kulima kulisha mifugo yao. Ili uwepo wa mashamba pori ambayo hajalimwa na wamiliki kwa muda mrefu, ambapo yamekuwa kama chanzo cha wafugaji vamizi kuishi kwenye maeneo hayo. Tatu, wafugaji kutoka vijiji jirani Jinda na Mlombilo kuleta mifugo yao kwa ajili ya malisho. Nne, upungufu wa walimu kwa shule ya msingi Kunke na Makwaru, pamoja na upungufu wa vyuo vya shule kwa shule ya msingi Kunke. Tunao shida kubwa, na shida kubwa ambayo inatusumbua ndugu yangu, ambayo ni kero kubwa, ambayo ni kero ya mifugo. Ili limekuwa ni tatizo kubwa sana. Wananchi hao 90% wanategemea kilimo, zao la miwa pamoja na mazao mengine kama mpunga. Lakini kiukweli changamoto ya mifugo imekuwa nyingi. Ni ukweli tumepambana nalo, mheshimiwa mbunge. Tunamshukuru uongozi wa OCD wilaya pamoja na mkuu wa kituo, amekuwa akitupa angalau hata doria kuweza kupambana angalau kuwasukuma wale wafugaji. Lakini wafugaji wa kweli wana changamoto kubwa sana. Ndugu yangu, tunajua kwamba wafugaji ni wa kwetu, wakulima ni wa kwetu, na wote ni Watanzania ni wamoja. Na unapoenda kwa mfano mgawani, ni lazima uombe nyama pamoja na ubwabwa. Nyama inatokana na mfugaji, lakini ubwabwa ambao ni mchele unatokana na mkulima. Kwa hiyo watu wote hao tunawahitaji, lakini kuna mmoja anakuwa na changamoto ambayo ni mfugaji. Hatutaki wafugaji walete mifugo kwenye mashamba ya wakulima. Wafugaji ni wananchi wangu, wakulima ni wananchi wangu. Kila mtu ajue majukumu yake na mipaka ya kazi yake. Tumeelewana? Ajue anafuga ng'ombe 100, ajue atawalisha wapi. Ajue anafuga ng'ombe 10, atawalisha wapi. Sio nafuga ng'ombe 100 kwa kulishia kwenye mashamba. Hilo mimi mbunge na mimi ninasema sitalifumbia macho. Tumeelewana jamani? Na kwa vile taarifa imesema vizuri kwamba pamoja na changamoto hizi mmejitahidi wataalamu kuwaelekeza wananchi kufuata sheria, na mimi bado ninaamini wapo wafugaji wazuri tu, ila kuna wachache ndio wanaharibia wafugaji wenzao. Sasa kama vile watoto wakulima wakikosea, wakiwa na makosa ya kijinai tunawapeleka polisi na mahakamani, basi na wafugaji nao tutahakikisha sasa tunawapeleka polisi na mahakamani. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.